pale atukuzwe. Twende DJ. Wanitabiria mabaya, kwa nini hautaki kuwasamehe waliokukosea? Kwa nini waniombea mabaya wewe? Uko wapi upendo wa kweli ndani ya moyo wako? Uko wapi upendo wa kweli? Nauliza, uko wapi upendo wa kweli ndani ya moyo wako? Uko wapi upendo wa kweli? Nauliza, kwa nini mwafanya vita na kupigana? Kwa nini mwachukiana bila sababu? Kwa nini mwatabiriana mabaya? Mungu akubariki sana jamani, kwa sababu ya muda tusiwewe. Jamani dunia unakwenda wapi?
kikatili, ujambazi, ubakaji, ushoga unatoka wapi? Mauaji ya kikatili, ujambazi, ubakaji, ushoga unatoka wapi? Ni chukizo la uharibifu limesimama pasipo lipasalo. Siku moja wanafunzi walimwendea Yesu kwa faragha na kumuuliza, Yesu, nini dalili za kurudi kwako Mesia? Nini dalili za siku za mwisho? Nini dalili za kurudi kwako Mesia? Tuambie, tuambie, tuambie. Yesu kajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Yesu kajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Maana watakuja wengi kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, msisadiki. Watakuwako manabii wa uongo, watateka wengi na kudanganya wengi. Mambo ya vita, upendo kupoa, ndani siku za mwisho, mafarakano, ndugu kwa ndugu, dalili ya siku za mwisho. Myaona poa, myasikia poayo, dalili siku za mwisho. Wapendwa tuamke, Yesu yuaja. Wapendwa tuamke, anarudi Bwana. Haleluya. Pendwa, ni nyakati za mwisho. Yote yaliyotabiriwa sasa yanatimia. Tunaona mambo mengi ya ajabu yanatokea. Kumekuwa na injili nyingi za kupinga Kristo alivyosema. Watu wamekuwa wakifananisha nguvu za Mungu ya siku za mwisho. Mmeonapo haya, tuone mwisho umekaribia. Haleluya. Amebadili maisha yangu, amebadili mwonekano wangu, amebadili historia yangu, amebadilisha kila kitu kwangu, amebadilisha hata jina langu. Niliitwa majina mabaya mabaya, majina ambayo sijapewa na wazazi wangu kutokana na hali yangu ya maisha, lakini Bwana akanikumbuka. Bwana, niliitwa tasa, niliitwa mjinga, masikini, niliitwa majina mabaya mabaya mabaya, lakini Bwana amebadilisha. Walionikata, Joni mshangae. Walionigeuka, Joni mshangae. Bwana anabadilisha mambo, yanakuwa mengine. Bwana anakecheko nzuri, atajale nayo kanipa. Bwana wangu
maisha mazuri, amenipa kicheko, wengine waomba, amenipa kicheko, wanaomba tu, nikurudishie nini Bwana, kwa ukarimu wako ulionitendea Baba, ninasema asante, asante Baba.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda. Haleluya. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru majirani zetu kwa kukaribia kwenye mkutano, lakini pia walioko majumbani tunawashukuru sana kwa utulivu wenu. Najua tumewasumbua, lakini najua mmepona. Haleluya. Mungu awabariki sana sana sana. Amen. Lakini pia Mungu awabariki wanangu wa Goshen kwa uvumilivu wenu. Wengi mmeacha kazi, wiki nzima mmekuwepo mahali hapa mkifanya huduma. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Lakini pia ninaomba miongoni mwa wale wajumbe wetu wa mtaa wa eneo letu, angalau uje useme neno tu. Chagua neni hapo nani hajaseme. Wakati mzee wa kanisa anamaliza, basi naomba na utakuwa unasogea ili uweze kusema neno tu. Na Mungu atubariki. Karibu katibu, chukua maiki wakati tunamsubiri mjumbe anakuja. Asante. Amina. Mungu awabariki sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa uwepo wenu. Sina mengi, lakini ninawashukuru watumishi wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali. Ujio wenu umefanya tupone nyumbani, majirani na wote waliokimbilia mkutano huu. Mungu ameonekana kwa ajili yenu. Na Mungu awabariki sana. Amina. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu pale, mpatie mjumbe wetu aweze kusema neno, alafu akiwa anamaliza mtakuwa mnaondoka naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi tunamshukuru Mungu. Tunashukuru na kanisa hili kukaa karibu na sisi kwenye mtaa wetu. Maana tunapata mambo mengi, lakini kanisa hili linatusaidia sana. Amina. Tunamshukuru mchungaji Joshua. Mwenyezi Mungu akubariki pamoja na wewe na familia yako. Amina. Tunashukuru kwa mwaliko uliotupatia, tumekula, tumekunywa, tumecheza, tumefurahi. Amina. Tunawabariki sana. Mungu amjalie kuwapa baraka nyingi. Amina. Asante sana. Makofi kwa ajili ya mjumbe na Mungu ambariki sana. Asante. Basi ninaomba watoto wangu mnaweza mkaenda. Naomba niweze kuwakaribisha sasa wachungaji wangu waweze kuja kusalimia. Karibu mchungaji. Karibu mchungaji. Karibu uweze kusalimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Jackson Jofasi. Nipo hapo mnadani wa kanisa la Living Water International Ministry. Haleluya kanisa. Ninafurahi sana kupata, lakini wapongeze kwa kazi njema ya kuhubiri. Barikiwe sana. Sina mengi, ila nasisitiza kauli aliyosema mama wa Gosheni ya kwamba pole kwa usumbufu lakini mmepona. Haleluya. Kila alipo Yesu kuna uzima, na uzima umeachiliwa katika eneo hili ambao utadumu miaka mingi sana. Amina. Asante sana, baraka sana. Basi tunaye mchungaji wetu kutoka Mbezi Magari Saba ambaye pia kwangu mimi ni baba. Haleluya. Mimi nina mababa wengi sana. Haleluya. Basi karibu baba na uweze kusema neno na makutano. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Na mimi huyu ni baba, kwa hiyo tunaitana baba. Na yule mimi pale ni mama. Haleluya. Amen. Mimi naitwa mchungaji Humbo kutoka PCT pale Mbezi. Niwaletee salamu nyingi sana kutoka Mbezi. Na kwa kweli tunajisikia kukosa vitu vizuri kupitia mkutano huu. Lakini niseme neno moja tu kwamba Mungu abariki kwa maandalizi. Mungu abariki kwa mkutano mzuri. Mungu abariki kwa kuwepo hapa na kulitaja neno la Kristo. Lakini Mungu abariki wote ambao umefika angalau kusikiliza neno hata kwa dakika moja. Yesu anasema nini kwenye mioyo yenu? Mungu abariki sana. Mungu akubariki mchungaji na mama mchungaji kwa kibali hichi ambacho Mungu amewapa, lakini mkakitumia. Wengi tunapewa kibali na Mungu lakini hatukitumii. Lakini watumishi nyewe wa Gosheni,
Mungu anapowapa nafasi mnaitumia vizuri. Mnaitumia vizuri. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Mke wangu anawasalimia, ilikuwa tufike naye lakini akapata udhuru kidogo, lakini yupo pamoja nasi kiroho. Mungu awabariki. Tutakuwa na mkutano wa mitume wangapi? Wanani? Na Jembe ni miongoni mwa wale mitume 12. Atakuwa na siku yake moja, na mwingine moja, na mwingine moja, na mwingine moja, na mwingine moja. Sielewi siku hiyo na wakati huo mambo yatakueje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwezi wa 11 tulikuwa na sherehe nzuri ya Marriage Refreshment Day. Tulikuwa na siku nzuri sana ya wanandoa. Mambo yalikuwa mazuri. Ukitaka kujua utamu, waulize watu waliohudhuria. Haleluya. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Basi bila kupoteza wakati, ninaomba usimame mahali ulipo tunapoabudu. Nitamkaribisha mtumishi wa Mungu na atakuwa anasogea mbele. Wastahili wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, asante kwa kuwa unaratibisha maisha yetu. Ratiba zetu zote ziko mikononi mwako, na saa ile ambayo ulipanga kumtukuza mwanao, saa imewadia. Inakusihi katika jina la Yesu, pate kumtukuza mwanao, na utukufu wako wa mwisho uwe mkuu kuliko ule wa kwanza. Asante kwa kuwa umejitukuza. Roho Mtakatifu, malaika wa zamu, wepo katika viwanja hivi. Furike kwa viwango vya kisima vya kawaida, na neema yako idhihirike. Tunakubariki, ulianza nasi, unaendelea nasi. Utukufu wako uendelee kudhihirika. Ni katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye uzima aseme amen. Karibu na Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Jamani, nimesema kwa kabila leo, sio kwa Kiswahili. Mwambie leo utabarikiwa zaidi ya jana. Leo ni ubarikiwa kuliko idolo. Jamani, wangapi ambao wanajua kuongea kabila la kwao? Najua wengine ni wapo mjini hapa. Wapo mjini hapa. Vyombo visikoloniwa tena. Wewe tulute ni kabila letu, tugaa shida wewe. Mara sikajapo kwa Kiingereza. Tatizo hamjapiga makofi, ndio maana vyombo vimeshaanza. Yes, ongeza tena makofi. Makofi mengi tena. Watu hawajui Kiruga. Tunajua baba. Sema amen. Unakozi chani. Naomba anapenda kurekebisha ni washukuru wana grupu la upendo, mwenyekiti mama yetu, ama mchungaji mwenyeji, pamoja na mbeba maono Kisa, pamoja na viongozi wengine, mtu hazima Pastor Anita, katibu wetu Pastor Samuel Mwangine, na viongozi wengine wote na wanagurupu wote, waimbaji wenzangu wote, pamoja na wachungaji wengine wote, pamoja na baba yetu mwenyeji, pamoja na washirika wote wa Gosheni, pamoja na mjumbe wetu wa shina mahali hapa, pamoja na wana Kigamboni wote. Jamani, Mungu awabariki sana. Nilitamani nizungumze kwa mmoja mmoja kulingana na muda wetu. Naomba tu nisamehe, twende kwa namna hiyo. Mchungaji wetu mwenyeji
Joshua amekuwa baraka sana tangu tumeanza, kama nilieleza jana. Huyu baba na upendo usio wa kawaida. Unaweza ongeza makofi kwa ajili yake. Sema amen. Pamoja na mama yetu, jana nikasema watu wa Gosheni mmependelewa, mna mama ambaye ni mpole, mama mcha Mungu. Kwenye grupu letu sisi tunajivunia juu yake. Amen. Amen. Kitabu cha Marko. Jioni ya leo utahudumiwa zaidi ya jana. Wangapi wanatamani kukutana na Yesu jioni ya leo? Asante Baba kwa ajili ya mwaliko wa mwezi wa 12 kuwa miongoni mwa mitume wale 12. Na kwa sababu mimi ni Yohana ndio wezekana nikawa mdogo kuliko wote. Amen. Na mnajua Yohana alikuwa ni yule ambaye anadeka kwa Yesu pale. Kina Petro alikuwa anamuuliza, Bwana mzee kasemeje hapo? Pigia Yesu tena makofi mazuri. Tikisa jirani yako, mwambie leo utahudumiwa kuliko jana. Amen. Maana leo fundi mitambo anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko, wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anawezaye kusamehe dhambi usipokuwa moja, ndiye Mungu? Mara Yesu akifahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo na nafsi mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Ndipo wakatokea watu waliobeba mtu aliyekuwa amepooza. Huyo mtu anachukuliwa na watu 4 wakiwa wamembeba kwenye godoro. Watu 4 wamembeba huyo mtu aliyekuwa amepooza. Sikiliza nikwambie, wewe mtu wa Kigamboni, huyu mtu ilifika mahali, unajua ugonjwa kupooza, hakuna mtu mwenye anaweza kufurahia. Hata kama ulikuwa na ndoa nzuri, huwezi kufurahia. Hata kama ulikuwa na sura nzuri, ugonjwa kupooza ni mbaya. Hata kama ulikuwa na ndoto yako, ndoto zinaisha hapo. Ukikutana watu nao, mtu mwenye amepooza, amekosa tumaini. Alikuwepo baba mmoja mwenye alikuwa amepooza. Familia yao ilikuwa ni familia kitajiri, lakini alikuwa amepooza. Fedha yote, hatumii maji yote, hatumii mafuta yote, hatumii chumvi yote. Jina la Yesu linaponya bure. Ninampenda Yesu. Wale watu ninawapenda sasa. Ninawapenda sasa. Ninawapenda sasa. Walimbeba ndugu zao. Walimbeba ndugu zao. Sikiliza nikwambie, mwanamke mmoja akasema, mimi sina mtu wa kunitia ili
hajulikani, lakini huyu alikuwa na mtu wa kumsogeza mbele ya Yesu. Kuna wakati hauwezi ongea chochote, watakaoshika maamuzi yako. Watu wamezuia wakatafuta mbinu mpya. Hebu sema mbinu mpya. Ninaipenda mbinu yao. Sikiliza nikwambie, hawakwenda kwa waganga, maana waliona wanadanganywa. Hawakwenda sehemu nyingine, waliona wanadanganywa. Hawakwenda kwenye mafuta ya yule mwanamke. Uone kuna kitu gani alipokuwa anachora ili mashtaka haya, ili barua walioniletea, ili hati walioniletea niweza kesho. Alipoletewa akaangalia ramani yake, ramani ilichorwa tako mbinguni. Yesu akiwa bado mbinguni akasema nitafute ramani, kwani katakata wanawake inuka chini, inuka katakata waganga wote, wewe wache kukaa chini, wakatakata wewe sinuka katakata, waganga na wachawi wote wanaanza katika tamka kwa nguvu, wanaanza katika tunaishuhudia misiba yao lazima itokee. Kuna wakata wote kwa jina Yesu makofi mazuri. Unapenda Yesu makofi mazuri. Unapenda niseme walikuwa wamezuia ili wewe usifanikiwe. Acha nikwambie tena, ninapenda wale watu. Yesu alipoona hivyo akamgeukia. Nisikilize kwa makini, sikiliza. Ongeza volume na sikio. Kamata sikio, ongeza volume. Nikumalizie, ongeza volume. Unapenda nikwambia wale watu wakaanza kuangalia. Yesu akatamka, alipoona akasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Akasema jitwike godoro lako na uende. Unapenda nikwambie, sikia Pasa Yoshua, nisikie vizuri. Wasomaji wa Biblia nisikilizeni. Maandiko, Biblia yangu hainiambii ya kwamba yule mtu aliyekuwa amepooza hakurudi tena kwenye gari, hakurudia tena juu. Alibashiri. Unaheshimika, unakuwa mheshimiwa, anaheshimisha maisha yako. Ndipo yule mtu Yesu akasema lisikie neno langu, beba godoro, leo umefunguliwa, kwanza nyanyuka hapo. Yule mtu kanyanyuka, akakaa safi, akasema chukua godoro, lazima waonyeshe watu ya kwamba umefunguliwa, beba godoro lako. Akalitandua vizuri, likawa refu. Unapenda nikwambie, hakulibeba namna hii, aliliweka namna hii ili liwe na nafasi kubwa. Akaanza tembea. Wakati anatembea akasema, nyie mbona mpigi makofi? Akasema, nyie mbona mwimbi nyimbo? Mlioko mnanizuia vipi nyie? Akaanza pita. Watu wanaachia njia wenyewe, wanaachia njia. Waliokuwa wamemzuia wanaachia njia. Mzee wa siku ametamka, yule bwana anaanza kupita na godoro lake. Anaenda kwa step nzuri, anachelewa ili watu waone, waliomzuia wakome. Wale waliozuia wanaanza wachia njia, wanasema nyie ngoja pita, anamwachia njia. Jamaa kaanza kupita, anapita, mtu anatembea, amebadilisha na mwendo. Unajua ni miaka mingi hakuwahi kutembea. Sasa kipofu kaona mwezi, leo ndio siku anatembea. Kwanza akapiga mkwala, akarukaruka, akaona iko vizuri, akaenda mbele, akasema niko sawa, akaenda na mbele, akapanua watu, akaanza kuzungumza, anatembea. Alafu akajitokeza wale waliokuwa wamemzuia, wakamsindikiza nyuma. Nisindikizeni nyie vipi? Wakaanza msindikiza. Mzee wa siku ameshatamka, wakawa wanaenda namna hii. Pigeni makofi nyie mnakibebe kule, wakawa wanatembea namna hii. Unapenda nikwambie, mchungaji niliweza kufunguliwa. Sikuangalia kwamba kwa sababu ni mtoto wa mchungaji, sikutembea na upako wa baba. Niliamua kumtafuta Mungu kivyangu jana. Nilichoka na ile hali. Wewe kama wazazi wako walishachoka na ile hali, wewe usichoke. Anza ukurasa wako mpya.
onyesha kwamba ni mbabe. Kwenye ukoo wetu wote mimi ndio wa kwanza kumiliki magari. Ukoo mzima wa Mzee Roho wa mchungaji, mimi ndio mtoto pekee. Hata ukoo wa mama, kwa mama ndio alikuwa wanga wengi, niliwashikisha adabu. Sasa hizi ndio wanapanda magari kama kila mtu anakimbilia kwao. Aliingia